Huyu ni kijana ambaye anayo tabia ya kuwadhalilisha wazee wakiwa wanapanda kwenye ndege. Lakini tabia yake hiyo ilimtokea Pwani. Nini hasa kimejificha ndani ya simulizi hii? Sikiliza simulizi hii mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata simulizi mbalimbali ambazo zinawekwa hapa kila siku. Tunaianza simulizi yetu kama ifuatavyo. Ilikuwa asubuhi yenye upepo mwanana katika uwanja wa ndege wa Skywings Airline. Watu walikuwa wanaharakisha kweli kweli. Wengine walikimbizana na muda, wengine wakiwa na furaha ya safari. Lakini siku hiyo kulikuwa na mtu mmoja ambaye kila mfanyakazi wa uwanja huo alimjua. Anaitwa Kevin, mhudumu wa kiume wa ndege. Kevin alikuwa na sura nzuri, mwenye ujasiri mwingi, lakini tabia yake ilikuwa sumu. Alijiona bora kuliko wengine, hasa wazee. Mara nyingi aliwadharau, aliwazomea na wakati mwingine hata aliwadhalilisha mbele za watu. Kwa Kevin, wazee walikuwa ni kero kwenye ndege. Kevin anasema, wanachukua muda mwingi kupanda, wanatoa harufu ya dawa na hawana hela nyingi kama abiria wa daraja la juu. Mwisho kunukuu. Hayo ni maneno ya Kevin akizungumza kuhusiana na wazee ambao mara kadhaa huwa wanapanda ndege ambao yeye anafanyia kazi. Kutokana na kauli yake hiyo Kevin ambaye ameizungumza, watu wengine waliona kama ni masihara tu, lakini kwa upande wake Kevin alikuwa ni kweli ana roho mbaya. Siku moja mzee mmoja mwenye fimbo alichelewa kidogo kupanda ndege. Kevin alimwangalia kwa dharau, akasema kwa sauti ya juu mbele ya abiria wengine, "Baba, unafikiri hii ni basi la kijijini? Harakisha, tuna ratiba zetu sisi." Mwisho kunukuu. Hayo ni maneno ya Kevin akimwambia mzee aliyechelewa kupanda ndege. Abiria wengine walicheka. Mzee huyu alitikisa kichwa, akaingia kimya kimya, na hiyo haikuwa mara ya kwanza. Kila siku Kevin alikuwa na tukio jipya la kuwadhalilisha wazee. Kuna baadhi ya wazee waliofanyiwa manyanyaso na Kevin. Waliwahi kupeleka malalamiko kwa wakubwa wake, lakini Kevin alikuwa na bahati sana. Hakuna aliyewahi kugundua na kumuona Kevin akifanya hivyo zaidi ya abiria wenyewe. Lakini bahati yake haikudumu milele. Wakati Kevin akiendelea na tabia yake, kulikuwa na mwanamke mzee aliyemiliki kampuni ya ndege aitwaye Bibi Stella Mwaso. Mwanamke alikuwa tajiri lakini mnyenyekevu sana. Alikuwa amesikia tetesi kwamba mmoja wa wahudumu wake anawadhalilisha sana wazee. Alikasirika mno, lakini hakutaka kuchukua hatua bila kujua ukweli. Siku moja bibi huyo akaamua kufanya kitu kisikitarajiwa, kuvaa nguo za kimaskini zilizochoka kweli kweli, viatu vilivyopasuka, na kichwani akafunga kitambaa cha zamani mno. Bibi huyo lengo na nia yake ni kutaka kujua tabia ambazo anazisikia kuhusu Kevin. Tabia hizi ameanza kuzisikia tangu mwaka jana mpaka mwaka huo. Hivyo miliki huyu wa ndege aliamua kuvaa hivyo kimasikini zaidi ili aweze kugundua siri ambayo imejificha. Kinachozungumzwa na watu mbalimbali na wateja wake katika ndege yake ni kweli ama si kweli kumuhusu mfanyakazi wake Kevin. Asubuhi hiyo ndege ya Skywings 505 ilikuwa tayari kuondoka kuelekea katika jiji la Nairobi. Watu walikuwa wamepanga foleni, kila mmoja akiwa na tiketi mkononi. Ghafla mlango wa uwanja ukafunguliwa. Akaingia bibi mmoja wa makamo akitembea taratibu mno, akiwa na mfuko wa plastiki mkononi. Hakuna aliyemjua kuwa huyo ndio miliki wa kampuni hiyo ya ndege, lakini macho ya Kevin yalimwangalia kwa dharau. Kisha Kevin akavua kabisa na miwani yake na kusema kwa sauti ya juu, "Mama, hapa ni wapi unafikiri? Hii si stendi ya daradala. Nani amekuleta hapa na hizo nguo zako?" Mwisho kunukuu. Hiyo ilikuwa ni kauli ya Kevin akimwambia bibi huyo kikongwe mara baada ya kumuona anasogelea ndege taratibu akiwa amechelewa. Abiria wengine wakaanza kucheka tu. Bibi akainua macho yake taratibu akasema kwa pole, "Mwanangu, nimekuja kusafiri tu kama wengine." Lakini Kevin akacheka kwa dharau na kuzungumza maneno haya, "Tena na huo mfuko wa plastiki, unabeba nini humo? Viazi au?" Watu wakacheka zaidi. Bibi akanyamaza, akaendelea kupanda kwenye ndege katika foleni yake taratibu taratibu. Wakati bibi akipanda taratibu kwenye ndege, Kevin alijifanya kama anamsaidia bibi huyo, lakini akaweza kumtega bibi huyo. Hakika alianguka bibi huyo kutoka katika ngazi ya juu. Alikuwa amekaribia kufika kwenye ndege mpaka chini.
Kevin alicheka kwa dharau na kuzungumza maneno haya. Harakisha basi we bibi, si tuko nje ya muda. Mwisho kunukuu. Haya ilikuwa ni maneno ya kwake Kevin, akimwambia bibi huyu ambaye kimsingi yeye ndiyo aliyomtega kutoka juu kabisa ya ndege na kurudi tena chini. Bibi huyo akapotezea tu. Taratibu akapanda na akaingia ndani ya ndege. Abiria waliokuwa karibu walishangaa sana kauli ambazo anazitoa kijana Kevin, lakini Kevin kwa dharau akazungumza maneno haya na nukuu, wazee wengine wanatakiwa wabaki nyumbani, sio kupanda ndege. Mwisho kunukuu. Hayo ni maneno ya kwake Kevin. Bibi huyu akanyamaza kimya tu, akakaa kwenye kiti cha kawaida daraja la pili. Watu walimwangalia kwa huruma sana, lakini hawakujua kuwa ndege hiyo, kila kitu na kila shilingi iliyonunua mafuta, vyote vilikuwa chini ya jina lake. Lakini watu hawakujua kuwa bibi huyo ndio bosi wa ndege hiyo. Baada ya dakika 45 angani, kapteni wa ndege akatangaza, tunakaribia kufika Nairobi. Tafadhali fungeni mikanda yenu. Wakati huo huo, Kevin akamjia yule bibi akiwa na uso wa kejeli kweli kweli na kuzungumza maneno haya, mama, unataka chai au kahawa? Acha nikupe bure, najua huna hela ya kulipia. Mwisho kunukuu. Haya ilikuwa ni maneno ya kwake Kelvin akitamba akimwambia bibi huyo. Watu wakacheka ndani ya ndege. Bibi akatabasamu tu, kisha akasema kwa pole, kijana, moyo wako ni mzuri, lakini umefunikwa na giza la kiburi. Maneno hayo yalimfanya Kevin kucheka kwa dharau na kujibu, usijifanye mchungaji sasa mama. Mwisho kunukuu. Baada ya dakika chache ndege ikatua salama, lakini kabla abiria hawajashuka, sauti ikasikika kutoka kwa rubani, tunaomba abiria wote wabaki kwa muda kidogo ndani ya ndege, kuna tangazo muhimu kutoka kwa uongozi wa Skywings Airlines. Hiyo ni sauti kutoka kwa rubani. Kama ambavyo nafahamu, katika ndege kuna matangazo mbalimbali, hivyo abiria wote wakaamua kusalia katika ndege. Tangazo limetoka kwa rubani. Mlango wa chumba cha rubani ukafunguliwa. Walinzi wawili wa kampuni wakaingia, akifuatiwa na meneja mkuu wa kampuni aitwaye Binansi, akisema kwa sauti ya heshima kabisa, tunamuomba mama moja aliye kwenye kiti nambari 17 ajitokeze mbele. Kevin akacheka kwa chini chini akisema, huyo masikini tena, ana deni gani tena? Mwisho kunukuu. Haya ni maneno ya Kelvin akimdhihaki bibi, lakini wote wakashangaa walipomwona bibi yule akisimama. Meneja akainama kwa heshima akasema, karibu sana bibi Stella Mwaso. Kimya kikatawala ndege nzima. Kevin aliduaa, macho yakamtoka. Kevin akaongea kwa kusita, huku akapata kigumizi cha ghafla. Subiri, unasema huyu ndiye? Kabla hajamaliza, meneja akasema tena kwa heshima, ndio, huyu ndiye mwenye ndege hii na kampuni yote ya Skywings. Abiria wote wakapiga makofi, wengine wakabaki kimya kwa mshangao. Kevin alitetemeka, akashindwa kusema neno la aina yoyote ile. Bibi akainuka taratibu, akamtazama Kevin machoni, kisha akazungumza, kijana, nilisikia kuna mhudumu anayewadhalilisha wazee. Sikutaka kuamini mpaka nione kwa macho yangu. Leo nimeona. Kevin alianza kulia kimya na kuzungumza maneno haya, samahani mama, samahani sana. Lakini bibi akamnyoshia mkono, samahani zako sizitaki, nataka mabadiliko. Wazee sio takataka, ni mizizi ya dunia hii. Ukijiona kijana leo, kumbuka bila wao usingezaliwa. Wakati akisema hivyo, machozi yakaanza kutiririka kwa abiria wengi waliokuwa wakisikiliza. Bibi akageuka kwa meneja wake na kuzungumza maneno haya na nukuu, kesho nataka huyu kijana apumzike kazini, lakini si kwa kumfukuza. Nimpe nafasi ya kujifunza, aende kwenye kituo cha wazee akahudumie kwa miezi 6 bure hadi ajue thamani ya utu. Kevin alipiga magoti chini na akalia kwa uchungu kweli kweli na kuzungumza, mama, asante, utanisamehe. Bibi akatabasamu kidogo, kisha akasema, nikikuona mbadilika basi nitakusamehe. Miezi 6 baadaye, Kevin alikuwa mtu tofauti kabisa. Alikuwa akihudumia wazee kwa upendo, akiwapeleka hospitalini, kuwasomesha vitabu na kuwachekesha. Kila mara alikumbuka maneno ya bibi yule. Aliporudi kazini, bibi alimtazama machoni na kusema, karibu tena kijana wangu. Sasa si mhudumu wa ndege tu, bali ni mhudumu wa watu.
Haya ilikuwa ni maneno ya mmiliki wa ndege mara baada ya Kelvin kutoka katika kituo cha wazee na kuwahudumia vizuri wazee na kujifunza kuishi vizuri na wazee. Ndiyo maneno ambayo mhudumu wa ndege aliyazungumza. Hakika tangu siku hiyo ndege ya Skywings ilibadilika. Wahudumu wote wakawa na mafunzo ya heshima na kila bibi au babu aliyepanda ndege aliheshimiwa zaidi ya mfalme. Na Kevin alikuwa ni mfano bora wa mabadiliko. Aliwaambia vijana wenzake kuwa mrembo wa uso ni bahati, lakini kuwa mrembo wa moyo, hiyo ndiyo baraka ya kweli. Kevin alikuwa akizungumza maneno hayo yenye ujumbe mzito kweli kweli na yenye faraja kubwa kutokana na mapito ambayo aliyapitia. Kwa bosi mwingine angeweza kumhukumu moja kwa moja Kelvin kwa kosa la kuwadhalilisha wateja na pengine angemfungulia kesi ama angemfukuza kazi moja kwa moja, lakini mmiliki wa ndege hii hakuamua kumfukuza kazi Kelvin, bali yeye aliamua kumfundisha maisha yanaendaje. Funzo: usimdharau mtu kwa mavazi au umri. Dunia inazunguka. Leo ni wao, kesho ni wewe, na wakati mwingine yule unayemdharau ndiye aliyeshikilia hatima ya maisha yako mikononi mwako. Mwisho wa simulizi yetu nzuri. Mtazamaji wa stori za ajabu, yapi maoni yako kuhusiana na simulizi hii, lakini pia kuhusiana na kijana Kelvin ambaye alilewa sifa na madaraka ndani ya ndege, lakini mwisho wake alikuja kugundua siri nzito na akaona jinsi gani watu wana utu? Maoni yako ni muhimu sana, mtazamaji wa stori za ajabu. Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comment. Lakini pia ikiwa ndio mara yako ya kwanza kutembelea katika chaneli hii, usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata simulizi mbalimbali ambazo zinawekwa hapa kila siku. Tukutane tena katika video nyingine. Bye bye.